Naam, habari za muda na wakati kama huu, mtazamaji wa EATV, karibu sasa katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Rais Mwai Kibaki wa Kenya amewataka Watanzania kutosita kuomba msaada kutoka kwa majirani zao Kenya kama sehemu ya kuimarisha uhusiano wa kihistoria uliopo baina ya nchi hizo mbili. Rais Kibaki amesema hayo leo jijini Dar es Salaam wakati akizindua barabara iliyopewa jina lake, ambapo hapo awali ilifahamika kama barabara ya Old Bagamoyo, na kuahidi kufanya jambo litakalokuwa la kihistoria katika maeneo inapopita barabara hiyo. Sikufikiria vile mambo haya yametokea. Na mimi nasema asante, nafurahia kuwa na njia itakayoitwa Mwai Kibaki. Asante. Pili, mimi nitakapokuwa nikisafiri kupita humu, wale wanaoishi katika sehemu hii wanaweza kufikiria ni mambo gani, kitu gani tunaweza kufanya kutoka Kenya tukaweka au tukawasaidia katika sehemu hii ya mji huu, iwe kitu ambacho itawakumbusha kwamba tunahusiana na wao. Rais Kibaki akiambatana na mawaziri kadhaa akiwemo waziri wa mambo ya nje wa Kenya Profesa Sam Ongeri aliwasili jana nchini Tanzania na amemaliza ziara ya kikazi ya siku 2 hii leo, ikiwa ni mwaliko aliopatiwa na Rais Jakaya Kikwete wakati akimaliza muda wake wa urais baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Machi 4 mwaka huu. Tuendelee na kurasa. Waziri wa maji nchini Tanzania Profesa Jumanne Magembe ametangaza kuwashughulikia kinidhamu baadhi ya wafanyakazi wa mamlaka za maji jijini Dar es Salaam wanaotumika katika kuhujumu mashirika ya maji na kupelekea upotevu mkubwa wa maji. Profesa Magembe amesema hayo jijini Dar es Salaam leo wakati akizungumza na wafanyakazi wa mamlaka ya maji safi na maji taka jijini Dar es Salaam DAWASA pamoja na wale wa shirika la maji safi na maji taka jijini Dar es Salaam DAWASCO, ambapo amewataja kuwa baadhi yao wamekuwa chanzo cha kuhujumu katika mamlaka na mashirika hayo. 30% ya maji yanayopotea yanaibiwa. Na mnajua ni nani anaiba. Ninyi mnajua, na mnaacha kusema, na wakati mwingine mnawasaidia wezi. Tumalizie kurasa kwa hili. Wataalamu wa ardhi nchini Tanzania wameelezea migogoro ya ardhi kuwa inasababishwa na ardhi kutopimwa na halmashauri za wilaya kutowashirikisha wataalamu hao na kutotumia vifaa vya kisasa vya upimaji katika kupima ardhi, swala linalopelekea migogoro isiyokwisha. Akiongea kwa niaba ya wataalamu wenzake, mhandisi G.R. Ntake ameshauri kuwa ili kuepukana na migogoro hiyo ni vyema halmashauri za wilaya na miji zikatumia wataalamu wa ardhi wenye vifaa ili kuondoa migogoro ya ardhi isiyokwisha. Kuna migogoro imeanza kuibuka, migogoro ya wakulima na wafugaji. Kuna migogoro mikubwa tu huko Kilosa, huko wafugaji hawajui sehemu zao ni zipi. Wakulima ni kwa sababu hapajapimwa. Pangekuwa pamepimwa, kila kundi lingejua kwamba sehemu yetu ni hii, hatuwezi kunani. Kuna migogoro pia kwenye halmashauri. Wananchi hawawezi kutumia ile ardhi kuweza kupata mikopo au kwenye taasisi za kibenki, kwa sababu kama hata hujui mipaka, huna dokumenti yoyote, huwezi kunani. Kwa hiyo taifa liko kwenye tatizo hilo. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa, mimi ni Noah Altaika na kutakia wakati mwema.